Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Kristo, ninakusalimu tena kwa mara nyingine. Majina yangu ninaitwa Eriki Mtalemwa na ni katika mwendelezo wa mafundisho mbalimbali katika chaneli hii ya Eriki Mtalemwa, na nikuombe kwa unyenyekevu sana support yako ya kusubscribe chaneli hii ili iendelee kukua na ujumbe uendelee kuwafikia watu mbalimbali kwa kushare kwako na kwa kuweka alama ya kengele. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sasa nikuombe tuambatane pamoja tena katika somo la siku ya leo. Somo la leo linasema kunogewa na chumvi ya mfalme. Kunogewa na chumvi ya mfalme. Rejea ya somo la leo ninaitoa katika kitabu cha Ezra sura ya 4 mstari wa 11 hadi mstari wa 14. Ezra sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 14, na mkazo mkubwa wa ujumbe wa leo unaosema kunogewa na chumvi ya mfalme unatoka katika mkazo wa mstari wa 14. Mstari wa 14 nao unasema, na sisi kwa kuwa tunakula chumvi ya nyumba ya mfalme, wala si wajibu wetu kumwona mfalme akivunjiwa heshima, basi tumetuma watu na kumwarifu mfalme. Ujumbe huu wa siku ya leo wa kuhusu kunogewa na chumvi ya mfalme unazungumzia juu ya kazi ya Ezra aliyepata neema na kibali kwa mfalme Artashasta. Akamwomba kurudi Yerusalemu wakati Ezra na wenzake wamepelekwa uhamishoni kule Babeli. Wakamwomba mfalme, tunaomba sasa kwenda kujenga ukuta wa Yerusalemu, kwa maana kule mambo hayako sawa, watu wako katika dhiki, ukuta umebomolewa na makaburi ya baba zetu yako katika hali ya kuchakaa na hakuna anayejali. Walipopata neema kwa mfalme Artashasta kwa ajili ya kwenda kujenga ukuta wa Yerusalemu, tunaona jinsi ambavyo wale wakuu waliokuwa wamewekwa kule Yerusalemu, ambapo palikuwa tayari mfalme wa Babeli amekwisha kupapiga Yerusalemu na ameweka watawala wa kwake, akiwalipa posho mbalimbali na kuwapa stahiki mbalimbali kwa sababu ya kumsaidia katika majukumu. Tunaona jinsi walivyoleta upinzani, pamoja kwamba mfalme tayari ametoa kibali ukuta wa Yerusalemu ujengwe, lakini Reumu bwana shauri pamoja na Shimshai mwandishi na watu wengine ambao hawakuwa Wayahudi walipata chuki sana kwa Nehemia na kundi lake. Wakamwandikia mfalme waraka, mfalme Artashasta, kumwambia kwamba hawa watu wamekuja kujenga tena ukuta, kazi yao inaendelea mahali hapa, watakuasi. Wakamjaza maneno mfalme kwa waraka ule, lakini ukiangalia walivyoandika ule waraka, mwanzoni kabisa wanasema hizi ni salamu za heri. Hizi ni salamu za heri, ili mfalme asije akaona uchongezi kabla ya kuona kwamba hawa watu wana kusudi la namna gani. Walianza kabisa kwa kumwandikia ni salamu za heri. Juu zimeandikwa salamu za heri, lakini katikati yake kuna sumu kubwa kinyume na Ezra pamoja na Wayahudi waliokuwa wakijenga ukuta kule Yerusalemu. Kunogewa na chumvi ya mfalme. Mstari huo wa 14 anasema, na kwa sababu sisi tunakula chumvi ya mfalme, hatuko tayari kuona mfalme anavunjiwa heshima. Maana yake, kama mfalme asingekuwa anatupa chumvi, hata kama kuna kitu kibaya cha uasi kinachoendelea kinyume na yeye, tusingeweza kutoa taarifa. Lakini wakaandika sababu yao ya kumwarifu mfalme kwamba ni kwa sababu sisi tunakula chumvi ya mfalme. Watu kama hawa katika mazingira yetu tunao, ni swala la kujiuliza. Na kabla haujajiuliza maswali mengi sana, ninajua hata ufahamu wako na moyo wa kwako unakuambia kwamba watu kama hao tunao katika mazingira yetu, kwenye jamii, tunao katika familia zetu, tunao katika ofisi mbalimbali, tunao yamkini hata makanisani, watu wanaokula chumvi ya mfalme.
Wapo watu ambao wamejiweka katika level ya kuwa waamuzi badala ya mfalme, ama mfalme pia naye ameshajiweka katika kiwango ama katika nafasi ya kwamba pasipo shauri la fulani siwezi kufanya maamuzi, pasipo shauri la fulani siwezi kufanya maamuzi. Kuna mtu mmoja katika historia ya Biblia, kipindi cha mfalme Daudi, alikuwa anaitwa Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa ni mtu ambaye anaaminiwa sana katika kutoa maamuzi, mshauri wa karibu wa mfalme Daudi. Sasa alipokuwa akitoa shauri lake, Biblia na watu wanavyotoa tafsiri na ushuhuda juu ya Ahithofeli, wanasema shauri lake lilikuwa kama vile Mungu asemavyo. Alikuwa ni msemaji wa mwisho, pamoja kwamba Daudi alikuwa ni mfalme, lakini pasipo shauri la Ahithofeli hakuweza kufanya kitu chochote. Kwa hiyo kuna watu wanaokula chumvi ya mfalme. Kwa hiyo Ahithofeli alikuwa anapata posho kutoka kwa mfalme Daudi. Angalia, kuna wakati ambapo ufalme wa Daudi ulipita katika mambo mbalimbali, misukosuko. Mtoto wake aitwaye Absalom, yule kijana alipotoka kule uhamishoni baada ya kuwa amekimbia baada ya kumuua ndugu yake Amnoni kwa kumbaka ndugu Tamari, yule binti ndogo wake na wa kunyonya na huyo Absalom, aliporudi alitangaza nia. Na kipindi kile tunajua ni ufalme, hapakuwepo na habari ya tume ya uchaguzi kuchagua mfalme, ni nani achaguliwa agombee baada ya miaka kadhaa. Ule ulikuwa ni ufalme wa milele mpaka mfalme atakapotoa mrithi. Lakini Absalom akasema, mimi nataka kutawala. Akaingiwa roho ya uasi, na alipotangaza aliwaambia hata wafuasi wa mfalme zile ofa zake atakazozitoa baada ya yeye kuwa amepresume kuingia katika authority ya kuwa mtawala. Atakapoingia katika madaraka akasema, nitawaongezea posho, nitawaongezea vitu vizuri, manyumba yenu nitayakuza, familia zenu nitazikuza. Akatoa ahadi nyingi kwa siri. Na hivyo sasa yule mshauri wa Daudi Ahithofeli aliposikia ahadi za Absalom, mtu ambaye ameonyesha nia ya kumpindua baba yake, akaona zimekuwa njema sana na ni tamu, akaamua kujiunga na Absalom. Kwa hiyo Absalom, baada ya kuwa amemuwini Ahithofeli, mshauri wa karibu wa Daudi, alipata nguvu sana, kwa sababu Ahithofeli alikuwa na uwezo na ushawishi mkubwa wa kuambia watu ndani ya dakika chache wakabadilisha maamuzi, wasimfuate mfalme Daudi, wakimfuata Absalom. Ndugu zangu, kuna watu wanaokula chumvi ya mfalme, na watu hao sasa wanapopewa ahadi iliyo bora zaidi kuliko ya kwako wewe, wanakuasi. Watu hao sasa wanapokuwa karibu na mfalme, wanaweza kumwambia neno lolote. Wanapokuwa karibu na kiongozi, mtu mkubwa ama mtu wa karibu na wewe, wanaweza kumwambia neno lolote na akalifuata pasipo hata kuchunguzwa. Hamna haja ya kuchunguza kwa mtu wa hivyo. Wafalme wengi hawachunguzi maneno ya watu wanaokula chumvi zao. Wanafanya wanatekeleza kwa haraka pasipo kujua. Hao watu ni kwa sababu tu wanakula chumvi yao, wala si kwa sababu wana upendo wa dhati. Na mimi nikwambie, siku unapokuwa na utele wa chumvi, unapokuwa na utele wa baraka, ukifanya uchaguzi wa haraka, utachagua watu ambao walikufuata baada ya kuwa umepata chumvi. Utakapokuwa unataka kushirikisha mambo yako, utawatafuta wale watu ambao walikuja baada ya ule utele wa chumvi, ambavyo hatujui. Watu wengi wanashindwa kujua kwamba, je, upendo ninaopendwa wa sasa ni kwa sababu ya uhalisia wangu au ni kwa sababu ya chumvi ninayoimiliki? Kwa sababu kuna hatari kubwa sana ya kuwaamini watu kwamba ni watu wa karibu na wewe, kwamba ni watu wanaokuheshimu, hawawezi kukutenda jambo ovu. Ukawaamini, ukawashirikisha na siri nyingi sana za ndani, ukawakabidhi privacy yako, ile hazina yako ya siri, wakaijua, lakini pasipo kujua uhalisia wa wale watu. Watu wengi
wana act kuwa waaminifu na wenye upendo na heshima na kukusujudia, ni kwa sababu tu unawapa chumvi. Wanakula chumvi yako, wameburudika, wamenogewa, si kwa sababu ya uhalisi wa kuwapenda. Ukitaka kujua vizuri, ni siku ambapo chumvi imekata, chumvi imekatika, ndipo utajua ni nani aliyekuwa mtu halisi kwako, ni nani aliyekuwa rafiki wa dhati. Na wengi sana hasa vijana wanatamani kwamba atakapokuwa amenunua kitanda na godoro, akajenga, akawa na akaunti imesoma vizuri, ana pesa, na ndivyo jamii inavyowashauri kwamba ndio wakati sasa wa kuanza kutafuta mtu wa kuoa ili usije ukamtesa mtoto wa watu. Nakwambia hivi, ni makosa makubwa sana ya kuchagua mwenzi wakati unapokuwa tayari una chumvi ya kutosha. Utajua ni nani mwenzi wako na ni nani ambaye siye. Kwa sababu ukijaribu kusema nijikusanye kwanza, unajua kuna vijana mbalimbali unaweza kumwambia sasa, wewe umri wako unaonesha kuoa, anakwambia nitaoa namna gani bwana, bado nipo kwanza, kama ule wimbo wetu aliyouimba mheshimiwa fulani, bado nipo kwanza, ili ajikusanye apate pia na ushawishi wa kuoa binti amtakaye, kwa sababu anatamani kwamba siku anamwambia binti, bwana mimi nataka kukuoa, ili akimpitisha kwenye miradi yake mbalimbali, akampitisha chumbani kwake na maeneo mbalimbali na vitu anavyovimiliki, basi akubaliwe pasipo kipingamizi. I tell you the truth, hiyo haiwezi kuwa choice iliyo best. Inaweza ikawa choice kwa sababu ya vile unavyovimiliki, chumvi ulio nayo, lakini si uhalisia wa yule mtu unayetaka kuungana naye. Wapendwa, uchaguzi mzuri ni wakati ambapo chumvi imekata au haujaipata kabisa chumvi, kwa sababu siku chumvi inapokata ndipo unapoona umbali uliopo kati yako na wale watu waliokuwa karibu. Wanakusonga, wengine wanakufuta jasho, wengine hata ukikosea hawakwambii neno kwa sababu ya chumvi wanayokula, chumvi yako unayowapa. Wengine hawatakwambia kwa sababu wanajua kwamba utaanza kukata ile posho yao, utakata vile vipaumbele vyao. Kwa hiyo wengi sana wanakunafikia, wengi sana watakwambia kwa unafiki, wanakwambia unajua bwana, hapo hakuna shida kabisa, hii imeisha. Unamwambia unajua bwana, ninataka kufanya maamuzi haya na haya na haya, anakwambia ni bwana rafiki yetu, fanya mkuu, hiyo haina shida, imeisha, fanya, tunakuaminia sana. Wengi wanaogopa. Ni wachache sana ambao wanaweza kukwambia mkuu, hapa ninakuomba ufanye hivi na hivi na hivi na hivi, akikurekebisha. Atakurekebisha si kwa kiburi, wala si kwa kujiinua, wala si kwa kutaka kukuonesha kwamba hauna ufahamu mzuri. Atakuja kwa unyenyekevu na kwa upendo, atakuambia baba au mama, ninakuomba sasa ufanye hivi na hivi na hivi ili tuweze kuvuka kwenda sehemu fulani. Huyo mtu anayekwambia kosa na kasoro kwa upendo na kwa unyenyekevu mkubwa sana, akakwambia uishi milele mfalme, akakwambia kwa upendo, ni mtu wa kumzingatia sana, kwa sababu ni wachache. Watu wengi wananogewa na chumvi, hawasemi ukweli. Na ndiyo maana hata ukiwa na adui yako, hata kabla hujawaza kumuua, wale wanaokula chumvi yako ewe mfalme, wale wanaokula chumvi yako ewe mwenye uwezo na nguvu, wanakwambia kwani huyo ni nani hata anakutukana? Huyo ni nani hata anakukriticize? Huyo ni nani? Mbona ni kiumbe mdogo sana, tuache sisi twende tummalize. Iliwahi kumtokea mfalme Daudi katika utawala wake. Ukipata nafasi usome habari za Daudi. Siku moja alitokea mtu mmoja anaitwa Shimei, nimemkumbuka, anaitwa Shimei. Siku ambapo Absalom mtoto wake mwenyewe Daudi amemwasi, siku Daudi anatoka kwenye kuhangaika, amekimbia mbele ya Absalom asije akauawa na yale maasi makubwa aliyokuwa ameandaa kijana wake, alitokea Shimei akamwambia, mfalme Daudi, umelaniwa sana, wewe ulimwaga damu nyingi
Kwanza kabisa hata nyumba ya Sauli inaonekana wewe ndio uliyewazunguka kina Sauli na Yonathani, wakauawa pamoja na kina Abneri, waliuawa kwa sababu yako. Akamtengenezea mashtaka mengi na akamlani, akarusha mavumbi yake juu ya kichwa chake Shimei, akachukua na mawe akaokota, akawa anamrushia mfalme Daudi. Siku hiyo alimtukana matukano makubwa sana. Wale watu wanaokula chumvi ya mfalme Daudi, wale mashujaa wake, akiwemo mmoja wapo aitwaye Yoabu, walimwambia mfalme Daudi, huyu ni nani mbwa mfu? Wanamtukana kwanza. Daudi hajasema neno lolote, wapambe nuksi. Wakamwambia Daudi, ni mfalme, huyu ni nani Shimei mbwa mfu anayemtukana mfalme matusi kama haya? Wakamwambia, turuhusu tuchukue upanga, mimi nichukue upanga wangu na fumo, niende nikamwangukie, ili kuyaondoa matukano aliyokutusi, kwa maana amekutukana matusi makubwa mbele yetu, hata hakutuonea haya na wala hakumuonea haya mfalme. Mfalme Daudi akawaambia, nina nini nanyi enyi wana wa Seruya? Anamwambia huyo Yoabu, nina nini nawe ewe mwana wa Seruya? Ikiwa Mungu amemtuma kunitukana ama kunilaani, na kweli makosa yako mkononi mwangu, tumwache Mungu aamue. Mimi siko tayari kumwaga damu ya huyo mtu, kujilipiza kisasi. Kama amenitukana yatosha. Kama Mungu ndiye aliyenipa huu ufalme, atanitetea yeye. Kama ameona Mungu nimekosea, basi kwa namna anayojua atanihukumu. Lakini yamkini asha sitachukua mkono wangu kujilipiza kisasi, kumuua mbaya wangu. Kwa hiyo walaji wa chumvi ya mfalme wanaweza kushauri lolote ili kufurahisha moyo wa mfalme, lakini mfalme anatakiwa kuwa ana hekima inayopita hata ya wala chumvi wake. Na huku duniani msemo wa wala chumvi wameuleta kwenye neno gumu baya, wanaita machawa. Mimi sitaki kutumia neno machawa kwa sababu mwanadamu kumuita chawa sio vizuri, kwa sababu chawa sio kiumbe anayependeza, na Mungu alitofautisha kati ya mwanadamu na wanyama na wadudu. Kwa hiyo hatuwezi kumuita mwanadamu chawa, ila mimi nawaita wala chumvi ya mfalme. Usipoangalia hao, ufalme unaweza ukatiwa dosari, ofisi inaweza ikatiwa dosari, na mambo kadha wa kadha yaliyokuwa yanategemewa yasitimie kwa sababu ya wapambe nuksi, kama watu wengi wanavyoandika katika magari yao kule nyuma. Anakwambia bosi ana shida, ila wapambe sasa ndio hatari. Ndugu zangu, watu walionogewa na chumvi ya mfalme wana mambo mengi, na ujiadhari sana ukiajiliwa kwenye ofisi ukakutana na watu wanaokula chumvi ya mfalme. Hao watu bwana, wanaweza wakakuchongea neno lolote kwa mfalme, kwa mkuu, wanaweza wakakuchongea neno lolote, wakakupaka tope na wakasikilizwa. Kama ulikuwa kituo A ukapelekwa kituo Z, ukahamishiwa mbali, na hapo umepona kabla hujafukuzwa kazi. Kama wakiamua kukusaidia, utahamishwa kituo cha kazi. Lakini wengi wameishia kupoteza nafasi zao. Hebu jaribu kutafakari. Umeenda ukaajiriwa na bosi, na mko waajiriwa wengi, wafanyakazi, mnafanya kazi, alafu katikati yenu kuna mtu anatembea na bosi, maana yake anakula chumvi ya mfalme. Wewe unachukulia huyo mtu atakuwa mtu wa kawaida. Ana upekee wake kwa bosi, ana upekee wake kwa mfalme. Kwa hiyo siku hata umemrekebisha, wewe ndiye in charge, umewekwa kwa ajili ya kuwaongoza wenzako. Ukimnyoshia kidole huyo anayekula chumvi ya mfalme, ukamwambia hapa hatuendi hivyo, inatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi na hivi, usipojiadhari kwenda kwa hekima, utajikuta unatupwa nje. Alafu yeye madudu yake yanaweza kalindwa vizuri, na kila siku familia yake inaendelea vizuri, ananunua gari jipya, anaendelea na maisha, anapandishwa mshahara, anapandishwa cheo, anapewa mambo ya, anasafiri huku na kule, anapewa posho, anapewa vitu vingi sana, na ana increments mbalimbali katika maisha yake. Lakini wewe, kwa sababu sio mmoja wapo wanaokula chumvi ya mfalme, unaweza ukapata shida. Ndugu yangu, wanaokula chumvi ya mfalme wana maneno ya kujipendekeza, ni wachonganishi, na upendo wao una base juu ya kile wanachopewa. Kwa hiyo wewe mwenye chumvi, unayewapa chumvi yako wale wanaokubeba, wanaokupigia debe, wanaokupamba, hata wakati mwingine kwa sifa zisizo sahihi, jihadhari, kwa sababu upendo
upendo wa wala chumvi wako unabezi kwa kile unachowapa. Kwa hiyo maana hiyo sasa, siku unapokuwa wewe hauna tena madaraka, unapokuwa una tena hayo madaraka, ama chumvi yako imetindika, umetindikiwa na chumvi, imekata kabisa, una cha kuwapa, utaona wanajiunga na mtu mwingine mwenye kipato kinachozidi cha kwako, mwenye kuahidi chumvi kipimo kinachozidi cha kwako. Ama kama ulikuwa na uwezo wa kuwapa robo kilo, ama unawapa kilo moja, wakapata mtu wa kuahidi kilo 50, wanakuama ghafla, na utaamini kama ni wale waliokuwa pamoja na wewe, wakikupetipeti, wakikufuta jasho, wakikushikia mkoba, wengine wakikushika pindo ya vazi ili lisiguse kwenye mavumbi, wakijitoa huku na kule kukuguard, wakikulinda, hawataki mtu akusogelee. Na hao watu wako tayari kuwazuia hata watu wema wanaotaka kuja kwako, kwa kuhofia kupoteza nafasi zao. Wakiona mtu mwema ana hekima kuliko wao, ana ufahamu kuliko wao, ana kibali kuliko wao, anataka kuja moja kwa moja kwako, wanamzuia kabla hajafika. Kwa hiyo wanaweka barriers mbalimbali, vizingiti mbalimbali vya kuwazuia watu wasifike kwako, walio wema, kwa sababu najua siku ukigundua kwamba kuna watu wema, wenye nia njema, walio na nguvu za Roho wa Mungu, wenye ufahamu, wenye upendo na ukarimu wa kweli, sio wababaishaji, na wala sio kwamba wanakutumikia kwa sababu unawapa chumvi. Wanajua utaanza kuwapeleka, kuwaweka kando, kuwaweka mbali, wanazuia nafasi za watu wengine.